Habari za wakati huu wa Tanzania. Kwa majina naitwa Captain Tesha, afisa kutoka Jeshi la Wananchi wa Tanzania katika kikosi cha Saki, kwa maana kwamba ni shule ya anga ya kijeshi. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, kwa kunipa uhai na afya mpaka muda huu ambapo nazungumza nanyi wa Tanzania wenzangu. Nikiwa na maumivu makubwa sana moyoni juu ya haya yanaendelea katika nchi yetu. Nimejaribu kutafakari sana mpaka muda mwingine kufikia kumshirikisha Mungu kwamba nikiwa naiona hatari kubwa sana ambayo ipo mbele yetu kama taifa. Haikuwa rahisi hata kidogo kwangu mpaka leo hii Watanzania kuniona nikiwa mbele yenu naongea haya mambo. Haikuwa rahisi kwa sababu nazijua taratibu zetu za kijeshi jinsi zilivyokuwa ngumu, hasa kwa mambo kama haya. Haikuwa rahisi hata kidogo kutafakari mpaka kuamua kufanya hiki. Kwa maana hiyo sasa, nikiwa naifahamu hatari hiyo iliyopo mbele yangu juu ya hichi ninachokifanya kwenye utaratibu wetu, desturi zetu, pia katika mambo mengine, sitojali hizo hatari kwa namna yoyote. Sitomuogopa mtu yoyote, ila heshima kwa wakuu wangu itabaki pale pale. Hivyo basi nimeweza kuandika barua kwenda kwa wakuu wangu wa kazi, kwa maana kwamba CDF na wengine, kuwaeleza kwamba siridhishwi kabisa kwa yanayoendelea nchini, na naiona hatari kubwa sana katika taifa letu. Hivyo basi ni vema kama jeshi kuchukua hatua haraka sana kabla hatujachelewa, kwa kuwa imani pekee iliyobaki kwa Tanzania ni jeshi lao. Japo muda mwingine wanasiasa wanajaribu kuliingiza jeshi letu kwenye mambo ya siasa, kulitumia ili uweze kufanikisha mambo yao, lakini tumebaki kuwa imara na bado tunaendelea kuaminika na Watanzania. Hivyo basi, kwa kuona hilo na kuona hali ambayo ipo kwa sasa, sehemu pekee na imani pekee ya Watanzania ni kwenye jeshi lao. Hivyo nashauri jeshi letu liweze kuchukua nchi haraka sana na kuweza kuweka mambo sawa kuliko kuendelea kulazimisha kwenda mbele, hasa katika hili swala la uchaguzi. Baada ya kufanya hivyo, liweze kuwasikiliza wananchi kwenye taarifa, kwa maana kwamba taarifa mbalimbali kutoka kwa wananchi ziweze kuwasikiliza na maoni yao